Mungu, Kristo alitumia makanisa 7 yaliyokuwa Asia kujifunua mwenyewe ndani ya mtu mmoja mmoja na ndani ya yale makanisa. Alitumia yale makanisa 7 kujifunua, kuonesha jile alivyo na mpango wa Mungu kwa wanadamu. Mstari wa ngapi huu? Mstari wa neema na amani ni mstari wa 9 na ngapi? Macho yangu yameanza kupoteza kuona. Nazeeka vibaya jamani. Neema na amani ziwe kwenu kutoka kwake aliyekuwako na atakayekuja, na kutoka kwa wale roho 7 walio mbele ya kiti chake cha enzi, na kutoka kwa Yesu Kristo aliye shahidi mwaminifu, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, mtawala wa wafalme na dunia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwake yeye anayetupenda na aliyetuweka kuwa huru kutoka dhambi zetu kwa damu yake, na akatufanya sisi kuwa ufalme na makuhani, ili tumtumikie Mungu wake ambaye ni baba yake. Lengo la Yesu ni kutufanya sisi kuwa wafalme na makuhani. Hapa utanguliza nasema akatufanya kuwa ufalme. Kule tulikotoka ni falme, kuhani. Falme Melkizedeki na kuhani. Kwenye agano la Torati wafalme na kuhani. Kwenye agano lingine mafalme, makuhani. Sasa hivi lengo ni sisi tuwe wafalme na makuhani. Utukufu na uweza ni vyake milele. Amen. Mstari wa 9. Mimi Yohana ndugu yenu. Yohana sasa anaandika. Mimi Yohana ndugu yenu ninayeshiriki pamoja nanyi mateso katika Yesu na katika ufalme na uvumilivu katika saburi. Nilikuwa katika kisiwa cha Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu katika siku ya Bwana. Maana yake ni nini? Kwa wakati ambao Mungu alikuwa ameuamuru. Kwa kalenda ya Mungu, ndio maana siku ya Bwana. Haikuwa siku kama leo, siku ya Alhamisi. Hapana. Anaposema siku ya Bwana anamaanisha kwa wakati wa Mungu mwenyewe alioupanga. Mimi nilikuwa katika roho. Mimi Yohana nilikuwa katika roho, ndio nikafunuliwa mambo haya. Mstari wa 11. Katika siku ya Bwana nilikuwa katika roho na nikasikia sauti kubwa kama ya baragumu nyuma yangu ikisema, andika kwenye kitabu haya yote unayoyaona, kisha yapeleke kwa makanisa 7. Andika, yapeleke kwa makanisa 7. Sawa sawa. Ndipo nikageuka ili nione ni sauti ya nani aliyokuwa akisema nami. Nami nilipogeuka nikaona vinara 7 vya taa vya dhahabu. Turudi kule. Nilipogeuka nikaona vinara 7 vya taa vya dhahabu. Maana yake huyu Yohana alikuwa yuko hapa. Sawa sawa. Kwenye patakatifu. Ilikuwa taa zinawaka, hazizimi. Zinaonesha naendelea uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu. Lakini sio kwenye kitu cha Mungu. Kitu cha Mungu ni hapa. Hapa. Kwa hiyo Yohana alikuwa hapa. Nikageuka nikaona vinara 7 vya dhahabu. Sawa sawa. Halafu alikuwamo mtu kama mwana wa Adamu. Akiwa amevaa joho refu na mkanda wa dhahabu ukiwa umefungwa kifuani mwake. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, nayo macho yake yalikuwa kama mwali wa moto. Nyayo zake zilikuwa kama shaba inayong'aa katika tanuru la moto. Nayo sauti yake ilikuwa kama ngurumo wa maji mengi. Katika mkono wake wa kuume alishika nyota 7 na kinywani mwake alitoa upanga mkali wenye makali kuwili. Uso wake ulikuwa kama jua liking'aa kwa nguvu zake zote. Yohana anasema baada ya kugeuka na kuona vinara 7, aliona mtu anafanana na mwana wa Adamu akiwa anatembea kuzunguka vile vinara. Yeye alivyokuwa anamchambua yule mtu anafanana na mwana wa Adamu. Ukiendelea anasema nilipomwona nikaanguka miguuni pake kama aliyekufa. Ndipo akauweka mkono wake wa kuume juu yangu na kusema, usiogope. Mimi ndiye wa kwanza na wa mwisho. Wa kwanza na wa mwisho ni nani? Ni Kristo. Kwa Yohana kwa kifupi alimuona Yesu akiwa anatembea katikati ya vile vinara 7. Sawa sawa. Anazunguka pale. Mimi niliye hai
niliyekuwa nimekufa, na tazama ni hai milele na milele, na ninazo funguo za mauti na kuzimu. Yohana alimwona Yesu akiwa anatembea katika lile eneo. Kwa lugha nyingine, Yesu alikuwa patakatifu akiwa anatembea, na vile vinara 7 ni makanisa 7 ya Asia. Vinara 7 viliwakilisha makanisa 7 ya Asia. Kwa hiyo Yesu anazunguka kwenye yale makanisa, anazunguka, anatembea kwenye makanisa. Haleluya. Baada ya hapo, mnafahamu kwamba kuna ujumbe zilitumwa kwa makanisa 7. Sasa kitu ambacho kinatuchanganya ni kwamba hatujui zile jumbe ni nini. Ukiendelea mbele, anasema basi andika mambo uliyoyaona, yaliyopo na yale yatakayotukia baada ya haya. Mambo yaliyopo na yatakayotukia baada ya haya yaliyopo. Sawa sawa. Kuhusu siri za zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na vile vinara 7 vya taa vya dhahabu ni hii. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7, na vile vinara 7 ni hayo makanisa 7. Sawa sawa. Kwa hiyo vile vinara vinakaribisha makanisa 7. Kwa hiyo Yesu anazunguka katikati ya makanisa 7. Anapita pale na kuwa anazunguka. Anaangalia. Lakini makanisa yako wapi? Yako patakatifu, sio patakatifu. Sawa sawa. Kwa sababu vinara 7 vilikuwa patakatifu, havikuwa patakatifu. Sasa ukienda sura ya 2 ya Ufunuo unakutana na ujumbe za makanisa yale 7. Jumbe za makanisa 7. Ufunuo wa 2 yaliyomo makanisani. Kuna mambo ambayo yalikutwa kwenye makanisa ambayo yapo hata kwenye kanisa la sasa hivi. Na hicho ndicho kinachotusumbua. Makanisa yale 7 ya Asia yanasimama badala ya kanisa. Na nikisema kanisa namaanisha kusanyiko kama hili, lakini namaanisha wewe. Haleluya. Kwamba kuna mambo ambayo Yesu alikuwa ameyaona, zilikuwa ni hali zilizoko katikati ya wanaomwamini. Ni hali. Sawa sawa. Ni hali ambazo walikuwa wanatembea nazo makanisani na walikuwa wanatembea nazo wanaoamini. Sasa kwa kanisa ambalo liko kanisa lililoko Efeso, alisema andika. Sasa ukisoma pale mstari wa ngapi? Mstari wa 2, si wa 3. Wa 2. Na yajua matendo yako, bidii yako na saburi yako. Najua kuwa huwezi kuwavumilia watu waovu, na kwamba umewajaribu wale wanaojifanya mitume na kumbe sio. Nawe umewatambua kuwa ni waongo. Umevumilia na kustahimili taabu kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno dhidi yako, umeuacha upendo wako wa kwanza. Kwa jambo la kwanza, udhaifu wa kwanza ambao ulionekana kanisani ambao uko sasa hivi ni kwamba watu wameacha upendo wa kwanza. Sasa Biblia ya Kiswahili inasema umeacha upendo wa kwanza. Biblia ya Kizungu inasema you have left your first love. Hallelujah. Vitu viwili tofauti ujue. Sasa tukitafsiri kwamba umeacha upendo wa kwanza, tunadhani ni ule upendo wa kuwapenda ndugu, kuwapenda watu, lakini anamaanisha kwamba umeacha penzi la kwanza. Sijui kuna mtu ananielewa. Yaani kuna zile hisia ulikuwa nazo kunihusu mimi. Yes. Kuna zile hisia za mapenzi, upendo, mahaba yale ulikuwa nayo kunihusu mimi. Zile ambazo zilikuwa zinakufanya unakesha, unaomba, unanitafuta uso wangu, unaomba, unashuhudia. Anasema umeacha upendo wa kwanza. Umeacha, you have left your first love. Na hiyo ni shida ambayo tunayo makanisani. Tuko hapo kwa sababu ule upendo wa kwanza tuliompenda Kristo hatuna. Tumebaki tunapuyanga. Lakini jambo la pili, ukisoma sura ya 2 mstari wa 4, anasema umefuata mafundisho potofu. Sura ya 2 mstari wa 4 anasemaje? Mstari wa 4 ni hapo. Lakini nina neno dhidi yako, umewacha upendo wako wa kwanza. Mstari wa 14. Mstari wa 14 anasemaje? Na hapo ni kwa kanisa la Simina. Mstari wa 14 anasema lakini kanisa la Pergamo, hata hivyo nina mambo machache dhidi yako. Unao watu wafuatao mafundisho ya Balaamu, yule aliyemfundisha Balaki kuwashawishi Waisraeli watende dhambi kwa kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kufanya uasherati. Vivyo hivyo unao wale wanaoyashikilia mafundisho ya Wanikolai. Kifupi hapa ni kwamba kuna mafundisho ya uongo ambayo umeyaamini. Na huo ndio ukweli uliopo kanisani. Kuna mafundisho mengi ya uongo tunatembea nayo. Kuna mafundisho mengine ya baraka, mafundisho mengine sio ya miujiza. Mafundisho ambayo Yohana aliyaona kwenye kanisa la Asia. Mmefuata mafundisho yasiyo. Kwa kanisa la Pergamo anawaambia mmefuata mafundisho potofu. Kipindi kile kulikuwa mafundisho ya Balaamu, kulikuwa na mafundisho ya Wanikolai ambayo alikuwa yako kinyume na fundisho sahihi la Mungu.
na sasa hivi bado hayo mafundisho potofu tunayo makanisani na ametufikisha hapa tulipo. Ndio maana tuko hapa patakatifu, tunapoza na kupuliza. Patakatifu ni sehemu ya mchanganyiko, wanaingia waliomo wasio kuwemo. Tunakuwa na vitu vingi ambavyo sio patakatifu pale ambapo wanaingia makuhani. Sisi ni makuhani, lakini makuhani ambao bado kama tunamichanganyo, kwa sababu bado tunafuata mafundisho potofu. Ukienda mstari wa 20 anasema kwa kanisa la Thiatira, hata hivyo nina neno dhidi yako, unamvumilia yule mwanamke Yezebeli ambaye anajiita nabii, lakini anafundisha na kuwapotosha watumishi wangu. Hapo tena kuna mafundisho. Kwa hiyo unagundua kwamba vita ambayo Yesu alikuwa anapigana kwenye kanisa ni vita na fundisho. Kuna mafundisho yasiyo sahihi ambayo yanatufanya tushindwe kuukulia wokovu, yanatufanya tushindwe kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Tunabaki hapa katikati. Sasa hapa Thiatira naye ameambiwa unamvumilia yule mwanamke Yezebeli ambaye anajiita nabii, lakini anawafundisha na kuwapotosha watumishi wangu ili wafanye uasherati na kula vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Nimempa muda ili atubu kwa ajili ya uasherati wake, lakini hataki. Hapa ujumbe ni moja tu, kwamba fundisho la uongo lipo, na wewe kama kanisa umevumilia mafundisho hayo. Yanaletwa na watu, unafunika anapita. Yanakuja kwako, unaletea mafundisho ya uongo, unapokea, unabebana nayo. Lakini hiyo ni kitu ambacho Yesu anataka ukibadilishe ili uweze kwenda hatua nyingine. Ukienda mstari wa ngapi? Tuende mstari wa sura ya 3 kwa kanisa la Sardi. Anasema mstari wa 2, amka nawe uyaimarishe yale yaliyosalia yaliyo karibu kufa, kwa maana sikuona kwamba kazi zako zimekamilika machoni pa Mungu wangu. Anaona kuna uzembe, kuna partiality, kuna vitu ambavyo havijakamilika. Anamkalifu kanisa la Sardi ambao ni kanisa ambalo tunalo sasa hivi, kwamba kuna mambo ambayo tunayachukulia poa, yako juu, hatujaweka mguu kumaanisha katika hayo mambo. Kwa hiyo hapo ni kosa liko kanisani. Kanisa la Philadelphia mstari wa 9 nawaambia, nitawafanya wale wa sinagogi la Shetani, wale ambao husema kuwa ni Wayahudi lakini sio, bali ni waongo, nitawafanya waje wapige magoti. Kwa kuwa umeshika amri yangu na kuvumilia katika saburi, nitakulinda katika saa kujaribiwa yanayokuja ulimwenguni pote, ile kwa jaribu wote wanaoishi humo. Amemsifia Philadelphia kwa sababu ya kushindwa wa kukaa mbali na watu wale ambao husema kuwa ni Wayahudi lakini ni sinagogi la Shetani. Ni muhimu sana tukajua hiyo ni hali pia iko kanisani. Hali nyingine kwa kanisa la Laodikia mstari wa 15, najua matendo yako kwamba wewe si baridi wala si moto, afadhali ungekuwa moto au baridi. Kuna hali ya michanganyo kanisani, na hiyo iko hata sasa hivi. Wewe ni hali ambayo Yohana aliona, hali ya kanisa ambayo ingekuwepo wakati na itakuwepo baadaye, na hapo ndipo ambapo kanisa limekwama. Patakatifu na kuna mambo mengi ambayo yako hapa yanaendelea. Tunaenda mbele, tunarudi nyuma. Hatujafika hatua ya kuingia patakatifu. Lile pazia lilishapasuka ili tuingie patakatifu, tuwe makuhani, si ndio? Kwa sababu patakatifu wanaingia makuhani wa Mungu aliye hai, ndio wanaingia patakatifu takatifu. Mstari gani mwingine nimeacha? Mstari sura ya 4, nataka nimalizie hapo kwa sababu kuna watu naona wananitazama, wanakuwa wanaona kama nimechoka, nimeongea sana. Na mimi nimeongea dakika 55 kama sikosei. Sasa nimalizie sura ya 4 ya Ufunuo nikuoneshe. Baada ya mambo hayo, mstari wa 1, nilitazama nami nikaona mbele yangu mlango uliokuwa wazi mbinguni. Huyo ni Yohana. Rudi kwenye ile nani. Rudi kwenye Yohana hapa. Yohana yuko hapa. Anatazama, naona mlango wazi. Pazia limepasuka. Kumbuka pazia lishapasuka, si ndio? Anaona mlango wazi mbinguni. Huko ni kiti cha enzi cha Mungu. Huko ndo kuna kila kitu kiko huko. Hema, kuna nini? Sanduku la agano. Manake Yohana anaonyeshwa picha inafanana na hii. Yuko hapa vinara 7, Yesu anazunguka kwenye makanisa, ameshakosoa makanisa, mmefuata mafundisho ya uongo, wewe si baridi si moto. Hapa kwenye makanisa yetu wengi tuko hapa, tunachanganya michanganyo mingi, huku nakula unafuta midomo na nini. Huku ni kweli umemkubali Yesu, Yesu amekuokoa, lakini huko hapa. Lakini nasikitika kusema wengi bado wako hapa wanalia kuomba msamaha, wanaomba wakolewe, tuokolewe, wako hapa. Hawajavuka hata hiki kiwango. Waliovuka wako hapa wanang'ang'ana. Lakini Yohana anasema baada hayo yote akatazama mlango ulio wazi, akatazama akaona kiti cha enzi, akaona mahali ambapo patakatifu. Maandiko yanasema, nayo ile sauti niliyokuwa nimesikia hapo mwanzo ikasema nami kama tarumbeta, ikaniambia njoo huku. Haleluya. Ikaniambia njoo huku.
Tafsiri nyingine ya Biblia inasema ikaniambia panda mpaka huku. Maana yake atoke hapo patakatifu aende patakatifu patakatifu akaone yanayoendelea huko na mambo yanayotakiwa kuwa na vile anatakiwa yawe. Ghafla nilikuwa katika roho na hapo mbele yangu, yani nilikuwa katika roho nikahamishwa kutoka pale nilipokuwa mpaka pale nilipoambiwa panda mpaka huko. Na hapo mbele yangu palikuwa kiti cha enzi mbinguni, maana ameshafikia pale patakatifu. Nikikiwa kimekaliwa na mtu aliyekuwa amekikalia, alikuwa anaonekana kama yasipi na hakiki kukizunguka kiti cha enzi. Anajaribu kutoa picha ya vile ambavyo kiti cha enzi kama kilivyokuwa kiti cha enzi kwenye Agano la Kale, kulikuwa kiti cha enzi, vile ambavyo alikuwa anaona na vile ambavyo alitaka ujumbe ufike, lakini alichokiona ni kwamba alikuwa patakatifu pa Mungu. Na kile anachokizungumza tena, kukizunguka hicho kiti cha enzi palikuwa na viti vingine 24 vya utawala. Sawa sawa. Na juu ya hivyo viti walikuwepo waketi wazee 24. Haleluya. Wazee 24 mnawafahamu, ni akina nani? Haleluya. Wangapi nimeshawachanganya Mungu wangu? Sije mkanipiga mawe. Wazee 24 anaowaona kwenye maono yale ni akina nani? Unaona? Wazee 24 aliowaona wanawakilisha huduma ya kikuhani. Maana yake anasema hivi, kule juu wanakaa makuhani na wanakaa wafalme. Na sio makuhani wepesi, makuhani walioshinda michanganyo iko hapa. Kumbuka kwenye Agano la Kale ulikuwa ukitoka hapo kija hapa isipostahili unakufa. Sawa sawa. Kwa makuhani aliowaona hapa ni watu ambao wamekuwa filtered, wameshinda yale yaliyokuwa hapa, ile michanganyo. Ndio maana kwenye zile barua 7 anaambia yeye ashindaye nini? Ashindaye yale mambo aliyokuwa anasema, ashindaye mafundisho ya uongo, ashindaye ubaridi, ashindaye nini. Sasa ukishinda yale yote unapandishwa cheo, unakuja kuwa kuhani. Wale wazee 20 unaowaona pale wanawakilisha huduma ya makuhani 24. Mwishoni Daudi alipoona kuna vurugu za makuhani alichagua makuhani 24. Sawa sawa. Alichagua makuhani 24 ambao walikuwa ndo wanapeana zamu kwenda kuhakikisha kazi inaenda vizuri. Kwa hiyo wale makuhani 24 wanaonekana patakatifu kuonesha Mungu sasa anataka kutimiza kusudi lake la kutugeuza sisi wote kuwa makuhani wa juu kama ilivyokuwa awali. Wote tuna sifa kuwa makuhani, lakini lazima tushinde michanganyo iliyoko pale. Sasa utasoma hilo neno la wazee 24 kutoka Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 24 mstari wa 7 mpaka mstari wa 18. Utaona hao wazee 24 walikuwa ni akina nani na walikuwa wanafanya nini. Lakini Yohana ameiona hiyo picha hao wazee kule. Lakini mbali na hapo, kienda pale mbele kidogo, Yohana mstari wa ngapi huko jamani? Wa 6. Katikati kulizunguka kile kiti cha enzi kulikuwa na viumbe 4 wenye uhai, wamejaa macho mbele na nyuma. Viumbe wenye uhai 4 ni akina nani hao? Tunaimba kaungana na wenye uhai 4. Sawa. Yohana aliona maono patakatifu, ameona wazee wenye uhai viumbe wenye uhai 4. Kwa taarifa yako, viumbe wenye uhai 4 wanawakilisha huduma ya kifalme. Enzi za Agano la Kale, hema lilikuwa likiwekwa hapa. Yale makabila 12 yalitengeneza symbols. Sijui ni alama ya Tanzania ni alama gani? Twiga, si ndio? Twiga. Kuna Uganda wana alama nini? Ya yule nini? Ni mbuni ni nani? Unakuta manchi mengi yana alama yao wanao trade nayo, si ndio? Sasa makabila yale 12, makabila matatu yalikuwa na alama. Yalitengenezewa alama yao kuwakilisha ufalme wao. Sawa sawa. Sanduku la Agano, hema lilikuwa linakaa hapa. Upande huku kulikuwa na makabila 3 yana alama yao. Alama moja ilikuwa ni alama ya uso wa binadamu. Upande huu kulikuwa na wenye alama yao. Alama ilikuwa ni uso wa ng'ombe. Upande huu ulikuwa na alama yao. Alama ilikuwa ni uso wa simba. Upande kulikuwa na alama yao ambayo alama ilikuwa ni uso wa nini tena? Yaani ilikuwa nini? Jamani, hamsomi Biblia. Kuna iko hapa simba, ng'ombe, uso wa mwanadamu na tai. Utasoma hizo alama ziko kwenye wenye uhai 4. Ezekieli pia aliziona katika Ezekieli sura ya 1 mstari wa 5 na mstari wa 10. Zilikuwa zinawakilisha huduma ya kifalme. Wana wa Israeli waligawanyika makundi 3 ili kuonesha kwamba ile hema ya kukutania ilikuwa inasimama kwa ajili ya makabila yote.
kukawa na hizo alama. Sasa Yohana anaziona, anaona viumbe mbinguni wenye hizo alama, kuonesha huduma ya kifalme imefika patakatifu, na kusudi la Mungu la kutugeuza sisi kuwa wafalme na makuhani imetimia, lakini kama tutashinda yaliyoko hapa. Yesu asifiwe. Wangapi wamechoka kama mimi hivi? Inatosha. Hii inatosha. Kikubwa ni kwamba lazima tushinde mafundisho ya uongo, tushinde michanganyo, tushinde vurugu zilizopo. Ukienda kusoma yale makanisa saba kwa kutulia, yale makanisa saba yanawakilisha hali iliyopo kanisani. Uone kama ni hali ambayo inatakiwa ishindwe. Ndio maana Yesu kila mwisho kanisa anasema yeye ashindaye nitafanya. Yeye ashindaye nitafanya hivi. Maana yake ni vyeo ambavyo ukishashinda vyote kavipata, unapanda hadi unaitwa njoo panda mpaka huko, unakuwa ni kuhani ambaye amefikia kiwango cha juu, na hilo ndilo lengo la Mungu kutuokoa. Anataka kutengeneza taifa la wafalme na makuhani. Wafalme kwa nini? Tumezaliwa na Mungu. Kumbuka ufalme wa Mungu ni ufalme wa kifamilia. Huwezi kurithi ufalme kama hujazaliwa kwenye ile familia. Ndio maana ametuzaa sisi ni wanamfalme, kwa hiyo tunakuwa wafalme, lakini tunakuwa makuhani kwa maana kwamba tunahudumu mbele za Mungu milele na milele. Hilo ndilo kusudi la Mungu. Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Watu wamechoka. Naomba nikaribishe